Hakuna Mungu kama wewe Yesu. Ninakuabudu Bwana na kutukuza Yesu. Unastahili, mfalme wa wafalme, umeinuliwa mfalme. Wewe ni Mungu mkuu Jehova. Ninakupenda Yesu, umeinuliwa. Haleluya. Natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote Yesu Kristo katika umbali huu ambao amekufikisha, ukamshukuru na kusema hakika Yesu, nashukuru na kusema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Twalibariki na kuliinua jina lako. Twalitamani Jehova kufika katika upeo mwingine. Umbali huu tumefika ni wewe Yesu. Hata kama kulionekana limepandwa na magonjwa, leo magonjwa ya shetani yatapanda malangoni. Hata yaliyoonekana ya kwamba nimekuja ni kama nimekwazwa, ila vikwazo zitapanda malangoni. Hata kama umekuja ukiwa chini, jiandae, maana Yesu ako tayari kukuinua katika upeo mwingine. Haijalishi ni nini imekuwa ikukurudia ikiongea ndani yako, siku ya leo Bwana ataipanda malangoni. I thank you Jesus. I praise your name, Jehovah. I worship you, King of glory. You are all we have, Jehovah. We trust you, Jehovah, on these altars and this place, Jehovah. We separate ourselves, oh God, to exalt your name, oh God, to praise you more than other God, because there is no any other God. We serve only God, God of Israel, God of Abraham, Isaac, and Jacob. In the name of Jesus, pigia Yesu makofi na vigelegele. Nasema pigia Yesu makofi na vigelegele. Maana anastahili makofi. Hata ukilala jihadi naona tu ukipigia Yesu makofi na vigelegele. Hata ukilala kukula unashangaa, unafuraha yasiyo kawaida. Imeingia unajihadi unashangilia. Maana amependa Mungu makubwa na anaendelea kutenda. Inahitaji kushangilie na utayapata kwa utukufu wa jina la Yesu. Haleluya. Ambia jirani yako, leo ni leo. Leo lazima niende na baraka zangu. Haleluya. Nataka ukue vile umejizoea kukua. Nataka ukue mtu wa kipekee. Atakaye kuona anaona mtu wa kipekee. Haleluya. Kwa hivyo usionee haya injili ya Bwana. Unapotembea usione aibu, tembea kama mwana wa mfalme. Haleluya. Sio kukuwa na kiburi, lakini tembea ukijua baba yangu ni mfalme ya wafalme. Hata kama huna wazazi, uko na baba ambaye ni baba ya mababa. Yeye akikaa kwenye kiti cha enzi, macho yake haizizii wala halali, akikuangalia tu. Ukilala na kuangalia, ukitembea na kuchunguza. Kwa nini tusimwabudu? Kwa nini tusiseme yeye, tumkumbatie na tumkwamilie? Haleluya. Unapoenda kusoma neno la Bwana, yangu ni ya kwamba uandae moyo wako
Ukae tayari kwa sababu ya neno la Bwana. Bwana asifiwe. Sahau chochote kimekuwa inakusumbua kwa mawazo. Ndoa chochote, stress yote. Hata kama walisema kwa sababu kuna kitu ilipotea kazini wakulipi ama watakukata mshahara, sahau hiyo. Tuko hapa kutengeneza kitu. Ukienda kule wataanza tu kukuita na kusema please excuse me. Utatumiwa hiyo jina excuse me. Ambia mwenzako excuse me. Excuse me. Yes. Ukisikia excuse me imekuja ni heshima umepewa. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The book of 1 Samuel chapter 15. Soma 8 na kuruka 10 na 11. Utasoma kwa uwezo wa Bwana. Lugha ya Kimombo. He also took Agag, king of the Amalekites. He also took Agag, king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Now the word of the Lord came to Samuel, saying, I greatly regret that I have set up Saul as a king, for he has turned back from following me and has not performed my commandment. And it grieves Samuel, and he cried out to the Lord all night. Hata tusome pia kitabu cha Wafalme, kitabu cha Wafalme ya pili, sia 14. 2 Kings chapter 14. 13, 14. 2 Kings 13, 14. Kuendelea mpaka hapo chini kidogo. Elisha had become sick with the illness of which he will die. Then Joash the king of Israel came down to him and wept over his face and said, O Lord. Then Joash the king of Israel came down to him and wept over his face and said, O my father, the chariot of Israel and their horsemen. Elisha said to him, take a bow and some arrows. So he took himself a bow and some arrows. Then he said to the king of Israel, put your hand on the bow. So he put his hand on it. And Elisha put his hands on the king's hands. And he said, open the east window. And he opened it. And Elisha said, shoot. And he shot. And he said, the arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria. For you must strike the Syrians, till you have destroyed them. Then he said, take the arrow. So he took them. And he said to the king of Israel, strike the ground. So he struck 3 times and stopped. And the man of God was angry with him and said, you should have struck 5 or 6 times. Then you would have struck Syria till you had destroyed it. But now you will strike Syria only 3 times. Shukuriwe Mungu mwenye kuumba neno mbingu na nchi. Neno lako Baba li mbele yako siku ya leo. Wakati mtumishi wako anaenda kunena, naomba ukampe usemi kutoka kwako. Asante kwa sababu ya wote ambao wako tayari kusikiza neno lako. Maana Jehova unaenda kuwapa uvumilivu na usikize haitakuwa sehemu yao. Na roho ambayo ilikuwa inawatesa inaanza kubabaika wakati neno la Bwana litakuwa linahubiriwa.
hakuna magonjwa itakaa ndani ya mtu, hakuna ndoto mbaya aliyokuwa naota itazidi kukaa, maana Yesu utakuwa Mungu kwa maisha yao. Asante kwa sababu ya mioyo yao ambao umeandaa, na asante kwa sababu ya ushindi ambao umeachilia kwa kanisa hili, na ni kwa Yesu Kristo ninaomba hata na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Hallelujah. Praise God. Amen. Karibu kwa viti. Jambo ni kuchukua fursa hii kusema tu ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima na kibali hii. Napo nyenyekea mbele zenu haimaanishi mimi ni mkubwa, mimi pia ni mtoto wa mmoja wenu. Bwana asifiwe. I am the son, I am the father of the children. I have a wife. Praise the living God. Haimaanishi mimi niko tayari kufanana na Mungu, hapana. Mimi tu ni mtumishi wa Mungu. Huduma yangu inaweza kuwa ya kipekee, lakini Mungu ana sababu na kila huduma. Naweza kuita pastor, lakini ukiangalia ndani unaona huyu sio pastor. Anaweza kuwa ni evangelist, anaweza kuwa ni apostle, ama anaweza kuwa ni prophet. Praise the living God. But we are all here to humble ourselves before the Lord. Praise the living God. Ile wakati itafurika na kulipuka, tutajua ni nani. Najua kumbe dada yetu Mary alikuwa mwinjilisti, kumbe dada yetu fulani alikuwa mwimbaji. Lazima ifurike. That's why we are here. We are waiting for the power of the Lord. I want just to say thank you because of this chance that I've been given to stand before you, people of the Lord. Praise the living God. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi Pastor Geoffrey kwa sababu ya nafasi hii. Pia nataka nishukuru kwa sababu ya Reverend hata kama yuko, na kwa kila mmoja aliye ndani ya nyumba hii, viongozi wote. Mungu awatende mema na wabariki, awatie nguvu ili muendelee kusimama kwa sababu ya kazi yake. Bwana asifiwe. Praise the living God. The other time nimekuwa nikihubiri kuhusu the humility, na wakati nilikuwa nikihubiri hiyo neno, ni neno ambayo Bwana alikuwa ameweka ndani. Na nilikuwa nikikaa nikisema ya kwamba nitakuja kuiendeleza na kusema ya kwamba kuleta ufunuo zaidi kuhusu faida ya unyenyekevu. Lakini nilipokuwa ninakaa nikisoma, nikaletewa kitabu ambaye mtumishi wa Mungu Gilbert amesoma leo kuhusu Hezekia akinyenyekea na kurudi kwa ukuta. Wakati ninaenda kusoma hiyo kitabu, naye Elder Gilbert anasoma, so kulikuwa na vita angani. Praise the living God. So ninashindwa, roho wa Mungu ananiambia hapana, enda kwa hii, wachana hii. Nikawacha hiyo topic ya humility. Nikapewa nikuje niambia watu wakae wakijua ya kwamba Mungu ni Mungu wa vita. Kwa hivyo the head of my message is we are serving God of war. Praise the living God. Mungu tunaye mwabudu ni Mungu wa vita. Na huyu Mungu wa vita pia ni Mungu wa rehema. Wakati mwingine ni Mungu wa upendo. Ni Mungu ambaye ukasirika. Bwana asifiwe. Na ni Mungu ambaye pia anaweza kuokoa dunia nzima. Ni wakati mwingine anaweza kaa na acheke, na kuna wakati anaweza kaa na aanze kulia kwa sababu ya mapito ambaye mnapitia. Na kuna wakati anaweza amua kuja akae na wewe na shida zote ulizo nayo. Praise the living God. Na kuna wakati anaweza kukuacha kidogo, lakini anazidi kuwa mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ambaye tunamwabudu leo hii na dakika hii ama masaa haya ni Mungu wa vita, kwa sababu anaenda kukupigania. Wakati uko ndani ya ibada hii, lakini uko chini ya vifungo, laana ya miguu mirefu yamekukabili. Mababu walitenda, wakatenda, sasa wewe unajaribu kujitoa, lakini imekushinda. Huyo ni Mungu ambaye tunaenda kumuomba, maana anakuja kuzivunja na kuziharibu kila ufalme wote ambaye liko limejengwa kinyume na maisha yako. Na itaanza hivi. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yoash ambaye ni mfalme amekaa akaangalia, akagundua nabii Elisha wakati yake ya
nabii ya Israeli, lakini amekabiliwa na magonjwa. Sema magonjwa. Lakini kwa sababu ya umri na ameshamaliza kazi yake, ilikuwa ni lazima angekufa. Yoashi akakimbia akiteremka kwa Elisha, akanyenyekea akisema, Baba. Maana yeye alikuwa ni mfalme mchanga. Bwana asifiwe. Alilia kwa sababu anaona kama amewachwa. Amekuwa akitegemea kusikia sauti ya Mungu kupitia Elisha. Sasa Elisha ni mgonjwa, na ukiangalia kweli bila unabii unaona anakufa. Ikabidi akimbie akasema, Baba, gari ya Israeli pamoja na wapanda farasi. Wakati alikuwa anazidi kuongea, maana ameingia katika chumba cha nabii, Bwana akamtumia Elisha, akamwambia, leo hii hata kama zitakuwa, ninataka kukupa mbinu na kukuonesha jinsi Washami wataweza kushindwa, maana wamekuwa miba kwa Waisraeli. Lakini siku ya leo mimi kama nabii, hata kama ninaondoka, hata kama ninachukuliwa na Bwana, lakini leo hii wewe Yoashi, hebu chukua uta. Sema uta. Ikiwemo na mikuki. Akaanza kusema, hebu ioneshe mashariki. Sema mashariki. Siwezi jua ni nini ilikuwa mashariki. Huenda mashariki ndio sehemu kanisa ama hekalu ilikuwa. Akasema ichukue hiyo uta wako pamoja na mishale, onesha kule mashariki. Alipokuwa anaishika, ikaonekana Joash ana ile experience ya kushika uta, na nabii akakuja akamsaidia kushika. Haleluya. Sema amen. Sema haleluya. Nabii akakuja nyuma yake. Sema nyuma yake. Akamshikilia hivi. Kila mtu fanya hivi. Mimi sijui mashariki iko wapi, lakini shika uta wako. Kama ni hiyo Biblia ndio uta, unaweza kushika vizuri. Na akashika. Nabii akakuja nyuma yake, akamwambia shika hivi. Aya vuruta. Yeye anajua ni Yoashi anavuruta, lakini nabii yako pamoja na yeye. Wakavuruta, na ukumbuke wako ndani ya nyumba, na hii mshale inafaa ipite kwa dirisha na iende kule nje, maana itakuwa imeonesha hata kama hakuna kitu imedunga, lakini inaonesha kwamba kutakuwa na ushindi kwa Waisraeli, na hapo ndipo kutakuwa na chanzo cha kuanguka kwa Washami. Hallelujah. Praise the living God. Is somebody here? Wakavuruta pamoja, wakavuruta, wakaachilia mshale ikaenda nje, na akaanza kusema, hivyo ndivyo utakavyowashinda Washami. Kwa hivyo usiogope Yoashi, hata kama umri wako ni mdogo, Bwana amekuweka pale, na kwa sababu umekuja kwa wakati inayofaa, kabla sijalala, na leo hii ninakuambukiza roho ya vita, na hapa ndipo utakapoweza kuwamaliza Washami wote. Wakatoka nje pamoja na baba na mwana, wakatembea kule nje. Akampia Yoashi, sasa umejua kuvuta mkoki. Kuna lahana katika ardhi, kuna lahana katika boma ya kwenyu, kuna lahana katika mchanga. Labda waliroga mchanga wakitaja majina yako, labda wadui wako wanakupata kwa urahisi, kwa sababu kuna madhabahu ambayo imejengwa kwenye mchanga. Na hapo ndipo Elisha na pamoja na Yoashi wakaenda nje. Akamwambia Yoashi, mkuki hii hautalima tena sehemu hiyo, yapige kwenye ardhi. Sema kwenye ardhi. Nataka uhubiri pamoja na mimi. Haleluya. Sema wewe ardhi. Sema ardhi ambaye umelaaniwa, umejaribu kulishikilia, waganga wameniroga kupitia ardhi. Leo hii
inaenda kupiga mishale kwenye ardhi hii na utaniachilia. Fedha zilizofichwa kwa mchanga zitatapikwa. Vitu vyote na magolde haitokangi kwenye hewa, zinatoka kwenye ardhi. Vitu vyako vilivyo vizuri, chuma ya dhamana, zimefunikwa na mchanga. Sehemu yako ya shamba inatawaliwa na watu wengine, lakini nataka Mungu akumbie moyo ambaye tandamana ya mtumishi wake ili kuhubiri pamoja. Lazima ardhi ikubaliane na wewe. Amen. You are now Jones. Praise the living God. Amen. The time has come. You have to focus. You have to run to the place where to worship God. Ni wapi utapata nabii ya Mungu? Ni wapi utapata mafundisho? Ni wapi utapata mwelekeo? Iwapo ni kwa nyumba ya Bwana kimbia. Kimbia utaonyesha jinsi ya kupiga mshale. Kimbia utaonyesha jinsi ya kupiga hadi mshale. Akamwambia Yoashi, piga mshale kwenye ardhi. Yoashi akapiga kwa sababu ya hasira, akapiga mshale ya kwanza, na kwa sababu ameambiwa piga mshale na hajaambiwa utapiga mara ngapi, akapiga ya pili, akapiga ya tatu, akaona yako sawa. Mtumishi wa Mungu Elisha akaona uchungu, maana wakati analima mshale ya kwanza, nabii yeye anaonyesha vile Washami wanaanguka. Akaona mshale ya kwanza imeangusha watu kadhaa. Mshale ya pili, wakati akalima Yoashi kwenye ardhi, akaona Washami wakianguka. Baada nyingine akalima ya tatu, akaona nusu yake wameanguka, kwa hivyo wamebakia nusu. Naye Yoashi akaacha, kwa sababu mtumishi wa Mungu kazi yake ni kuona. Akakasirika. Sema kukasirika. Tusikwaze watumishi wa Mungu asikasirika. Bwana asifiwe. Wakati alikasirika anasema hapana, kwa nini umeacha? Kwa nini umeacha Joashi? Kuna kitu nimekuwa nikiona. Ungelima ya 4 na ulime ya 5, hata ikiwezekana ya 6, na hapo ndivyo ungekuwa umeshinda ufalme ama wafalme ya Washami. Lazima leo tutapiga mshale. Na kama hauna imani yeyote, nitakuambukiza imani kamoja tu, na tuweze kushinda kila ufalme ambaye imekuwa ikitesa maisha yako. Na kama umekuja ukiwa unajikokota, maana mgongo imekataa, leo ambia hata mgongo, leo utanyoroka katika jina la Yesu. Maana leo nimejua kushika mkoki, nimejua kupiga mshale. Na kama ulikuwa mgonjwa, jiandae, maana kuna uponyaji hapa. Hata kama wewe ni binafsi, nitalazimisha mpaka utapona katika jina la Yesu. Lazima upokee uponyaji wako. Hallelujah. Praise the living God. Amen. This is Apostolic Fellowship Church. Kama ni kuruka tutaruka, kama ni kushangilia tutashangilia, na kama hatujazoea, anza kupractice. Anza kupractice. Nasema anza kupractice. Kama ni mkoki utaishika. Kuna ya kuinama na kuna ya kusimama, na utajua kupiga mkoki. Utalima mshale wachawi ya maisha yako. Kaeni tayari. Ninyi maboyo wesa. Kaeni tayari. Umetoka Rift Valley. Kaeni tayari. Mapenu madogo ya plot. Kale unakaa. Mishale ndio yo. Lazima mutashinda. Oh yes. Nitalazimisha, lazima utatoka hapa na ushindi wako. We are now in 14 days. You pray. You have been asking God. You have been seeking God. Lazima ukue kama mtoto mfalme. Usiwe je ukakae mgonjwa ati niko kwa maombi. Pigia Yesu makofi ananisumbua. Tutoke mahali pale. Tangu siku ya Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu inanyakuliwa. Tukisema twende, kaa kama mwanajeshi. Tembea kama ni saluta tele. Jipige, kaa ready. Walk like the son of the master. Yesu yeye halali. Tangu alipofufuka halali na kuona. Karibu sana na kuombea. He is God in heaven. Now you are there to serve the living God. No matter what is coming or what is raised against your life, you are the son of the Most High God. You are the king. When you are here, you are the son or the daughter of king. Walk
Kwa nini uko mgonjwa? Ulitoa pia ugonjwa. Praise the living God. Kwa nini unapitia hali ngumu? Why me? The time has come. You have to know or understand the way, your method to catch the ball with the weapon, that you may release it to the heat, and all the enemies of your life are going to fail in the name of Jesus. There is an altar somewhere that is speaking against your life. There is people that are planning things against your life. Even when you sit and sit around, you think that you are well. I am well. I'm sleeping well. I'm eating well. And yet outside there is enemies that are planning against your life. Arise today and take the weapon as Joash, according to the prophetic way, and release the weapon, and your enemies is going to be demolished or to clear in Jesus' name. Bwana asifiwe. Amen. Unateseka ya nini? Unaona kama sasa Sauli anapewa mtihani tu kidogo na Mungu. Yeye ni mfalme. Maana kulingana kutoka katika kitabu cha Genesis 14 unapata enzi ya Abraham, Amaleki walikuwa mahali pale, na kwa sababu walikuwa mahali pale waliweza kuungana kupigana vita, wakaangamizwa, lakini hawakukufa. Wengine wakabaki mbegu. Praise the living God. Hallelujah. Na pia katika Exodus chapter 17 verse 14, and the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remain and the remembrance of Amalek from under the heaven. Kumbe Mungu alikuwa amehapa ya kwamba kizazi yote ya Wameleki wataenda kumalizwa wote. Bwana asifiwe. Wameleki wote Mungu alisema, akiambia Musa, maana Musa ameambia Yoshua enda vitani, na yeye akapanda mlimani, na alipopiga magoti akainua mikono juu. Anapoinua mikono juu, hapo ndipo unapata Yoshua anaendelea kushinda, anashinda Wameleki. Na wakati Musa anachoka kidogo, hapo ndipo Wameleki wanapata nguvu na kuendelea kupiga Waisraeli. Ndiposa ilionekana Aroni na mwenzake wakaenda kushikilia, na wao pia walipoona wanaendelea kuchoka, wakaweka mawe kama gari ambayo imeisha pressure, kubadilisha tire, wakaweka mawe hapo, kapanga ishikilie mkono, wakapanga upande hii ikashikilia, na hapo ndipo Yoshua na jeshi lake waliendelea kushinda. Sema yeye waliendelea kushinda. Bwana asifiwe. Amen. Na wakapigana, na kumbe pia kukabaki mbegu. Hiyo mbegu pia Mungu alijua na alishakamilia. Musa haitawahi kuhesabika na haitawahi kusalia, na kwa sababu alijua kutatokea mfalme katika Israeli na jina lake ni Sauli, na yeye ndiye ataweza kuangamiza Wameleki wote. Maana ameapa ya kwamba hatataka kuona Wameleki wakiweza kuexist tena, maana wamekuwa mwiba kwa Waisraeli. Praise the living God. Amen. Sema kila Wameleki. Mkatae bila sikia sauti kubwa ya watu wakilibaka. Sema kila Wameleki. Kila Wameleki ambaye wamekuwa mwiba kwa maisha yangu, siku ya leo lazima niwamalize. Praise the living God. Hiyo ni kama lahana yenye miguu mirefu, akifanya hivi anatembea. Ametatiza Waisraeli katika enzi ya Musa, mpaka Musa ana change the battleground, anaamua kwenda kuinua tu mikono kuelekea kwa Mungu. Hiyo ilikuwa ni style ya kitofauti, kumaanisha kwamba hao maadui si wa kawaida. Mbinu ya kupigana na wao sio nyinyi wote mwende na kuanza kupigana. Lazima kukuwe na mtu mahali ambaye ana intercede in behalf of you. That is why every day at night unapata watumishi wa Mungu wanaombea, naye anapoinua mikono akiwaombea, ninyi mnalala.
mkapigwa na Wameleki, naye Wameleki wanazidi kupata nguvu kwa maisha yenu. Laana yenye miguu mirefu yanazidi kutake over, wanachukua territory yako. Wewe unasema utabai shamba, unasanya pesa ikafika 100,000, unasikia mtoto ni mgonjwa, unapeleka hospitali operation ni 200,000, tena unahitaji mchango. Hauna siri, lazima Wameleki kwa maisha yako ambayo wamekuwa wachawi, labda wamekuwa waganga, lazima siku ya leo wafike mwisho. Mimi nahisi ndani yangu ya kwamba wameanza kuanguka. Amen. Na kama uishi na mimi, anza kuishi. Bwana asifiwe. Amen. Kama kuna kitu ulikuwa uone unashangaa huyu anafanya kitu ulikuwa bali. Anza kuona kitu. Bwana asifiwe. Amen. Usidhanie uko right. Nani anipee nabii akuze macho ya mtu? Aanze kuona ni nani anatembea naye. Kuna wakati ukipita kwa msitu, unafika mahali kwa tu sawa, lakini unafika mahali nywele inasimama. Wangapi mic sikia? Nywele inasimamisha. Bwana asifiwe. Inamaanisha wewe ni mtu wa kipekee, na next time ukiwahi kusikia kuna kitu kama nguvu mpya inakuja, nywele inasimama. Hiyo inakuwa ni Mungu amekuja kukuli. Mahali umefika si mahali pazuri. Bwana asifiwe. Hapo kuna roho ambayo inaonekana kwa macho. Alikuwa amepanga ama kuna kitu kilikuwa kimepangwa hapo ya kwamba wewe Agnes ukikuja uruke, ukiruka wewe maisha yako yataharibika. Kumbe umekuwa mtoto wa Mungu. Unafika pale na sikia kitu kimesimama. Na hiyo ndio ikisimama wewe watu nasemanga hapo siku zu. Wengine huwa wanarudi. Na wengine wanaanza kuomba sasa. Jesus. Niliambia wengine jana ile tulikuwa na wao. Unatumia jina la Yesu kupata vitu zake. Ilhali wewe na mashetani ni mabesti. Kila saa vitu unafanya ni same na za shetani. Lakini ukipatwa na tatizo kidogo, unatumia jina la Yesu kuchukua vitu za Yesu. Badala ya kung'ang'ana upande hii, sukuje tu kwa Yesu na ubakie mwana wa Mungu na vitu pewe. Bila hata maombi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mnang'ang'ana kuomba mpate, mnaomba mpate, maana mko mix marakwe na mind. Ide changanya Yesu apendi. Hapo sikia wimbo. Ndio wimbo yetu. Ukiwa watoto. Ndio kuna dansi yake. Changanya Yesu apendi changanya iba. Changanya Yesu apendi. Kwa pombe kidogo, kanisa kidogo, kwa mganga kidogo unatoa sadaka kwa Mungu. Pia kanisani unatoa sadaka. When will you be blessed? Ukiwa wewe ni mtu aina hiyo na unakuja kanisani, pastor amefunga naomba, you must be blessed today. Today your miracle is coming. Unasimama unasema yes. Na ukitoka hapo unakimbia. Kwa nini ulienda kwa sadaka gani? Fanya hivi na hivi, leta kukunyusi. Mimi sikupata kukunyusi ni ngumu, lakini wewe unahakikisha umepata, unapeleka. Mayai pelekea mganga, anakungojea, unaenda anagonga na karanga, anakula. Na wewe unaenda kupikia mzee mrenda, unapitia hali ngumu na vitu vizuri unapelekea shetani. Toka kwa hiyo nyumba, toka kule. Wameleki lazima waangamizwe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kila Wameleki katika maisha yako, ukilala ndio hao, ukitembea ndio hao. Kila mahali unapotembea, kitu nataka nikukumbushe, safari ya wokovu ni vita, hakuna starehe katika wokovu. Kuna Wamoabu, unahitaji kupigana wao. Kuna Wameleki ambaye ni labda laana ya kwenu, unahitaji kupigana naye. Hakuna starehe, lazima uamue. Mtoto wa Mungu lazima uamue. Haleluya. Kuna vitu ukiangalia unasema wewe na kujua. Mimi wakati wa matanga baba yangu
Hapo moja na nashukuru Mungu akakaa moja sana. Sema sana. Mimi nikasema nitaenda 3 days. Mlima. Mungu, kwa hiyo mlima sijakuja niombe nipate nguvu ama kitu chochote. Nimekuja tu hapa kwa hizo siku 3. Najua mlima ni mzuri kwa kunaka maji. Kuna hapa nini? Hapa unajua ukifanya ukasema nini? Ile bado ni kitu cha Mungu tu. Kunywa maji. Mimi nilienda hivyo. Nikamwambia Mungu, boma ya kwetu sijui vizuri. Baba yangu amekufa, mama alikufa, watu wanazidi kukufa. Yesu, nataka unifunulie nijue hii boma ni nini inaendelea. Hii boma iko aje? Weka wazi vitu. Niliposhuka kwenye mlima, tukaenda kuleta mzee. Tulipoenda tukamuzika vizuri, na kabla hatujamuzika kuna vitu vilianza kujionesha. Kukatokea mzee na mkwajo akisema huyu ni mtu tukatafanya naye kazi, na walioona hiyo mkwajo wakajua hii mkwajo si ya kawaida. Hata mtoto wetu ambaye nadhania ni my last born ya my step mother, nikadhania ni mtoto wa daddy. Ndio hapo tukakuja kugundua mtoto wa huyu baba ya huyu ni yule. Vitu vikaanza kwa wazi. Ikafika usiku tunapolala, dada yangu ndugu yangu akalia mgonjwa, tukashikana mkono tukaomba, akatabika kitu kutabika, yani vitu Mungu ameanza kufunua. Na baada ya hapo my sister anaenda huko kwa job kusaidia, akapata nyoka kubwa. Sema nyoka. Hiyo nyoka inamwangalia tu, haina haraka, wewe ni mmoja wetu, unajua. Ikafika masaa tena, my brother ambaye ni stepmother akaenda nje saa 9 ya usiku. Kumbe alipewa ring na mimi sijui. So hiyo pepo ikaanza kukuja, ikafika karibu na yeye, inapita tu. Na akakuja akazunguka kaburi. Tukakaa meeting, vitu vikalipuka. Kumbe wazee wa boma wanajua kuna nyoka. Kuna vitu vilikuwa sijui. Sasa mimi niko silent, wakaanza kuropoka, wakipigana wenyewe kwa wenyewe. Wameleki wa maisha yangu wakaanza, nikajua tu ndio huyo. Nikajua shangazi alikuwa na nani, nikajua step mom ni nani. Nilijua kila mtu kwa hiyo boma, na nikamwambia Jesus, thank you for revelation. So you have to work yourself, go to the wall, because the Americans, when you think you know your family is when you don't. Wewe ulilelewa ulikuwa mzuri, walikuwa wazuri. Kama ni kidheri tunaenda kwa shosho tunakula. Tunalala na hata mama tunaenda kulala kwa shosho. Walikuwa wazuri. Kumbe kando na uzuri kuna kitu ujui. You have to pray. You are now in 14 days praying. Seek the Lord without ceasing. Because the Americans of your life, now you are the teacher to catch the arrow and the bow, to catch the bow well. And you're going to release the weapon. Because all your enemies that have been tormenting your life, from today, they will no longer stand on your way again. Because the extraordinary powers has been released into your life. You will be speaking as the master. They will go down unto you spiritually. Because you are not the same again. You have known the truth, and the truth has set you free. Because you are the son of light. Oh, yeah. Come out of where you are now. Amen. Wewe si mgonjwa, sema mimi si mgonjwa. Sema mimi si mgonjwa. Mgonjwa. Hallelujah. Glory. Na hivyo ndivyo uliponana. Kama ulikuwa mgonjwa, hivyo ndio ulifanya nini? Ulipona. Sasa Mungu anaambia Sauli enda pigana vita. Sauli hii si upendeleo wake. Akapiga wale watu, akaona tu demu na nasikata na ua. Akaona wale wanyama wamekonda konda, akaua. Akiona ng'ombe imekuja na inaona, anasema wapi? Au cats. Mfalme alipokuja hivi akaangalia, akamfanyia hivi. Sijui alifinyia nini. Mungu ameleta. Mungu amejua na ametabiria Musa ya kwamba ufalme wa Amaleki hawatakumbukwa tena katika nchi hii, na ameinua Sauli kwenda kuangamiza. So Sauli badala angamize ile heritage yote ya Amaleki, anaua na kubakisha, analetea wana wa Israeli shida. Sema shida. Shida. So wanajua ukweli. Mwingine akakuja ameokoka kwa familia, badala asaidie kutengeneza, akaua, akafika yeye anasema yeye ni babu. Acha niache.
Sasa wewe umeokoka, unateseka, unashindwa nini? Kwa yetu ni mzuri, thank you Jesus for this one minute. Nimekanyaga hii bomba na vile nimekanyaga hivi, Bwana wa majeshi vitu vitakuwa vizuri. Enda kwa maombi, enda bila kutumwa. Ambia Mungu siri ya mama hii, nataka kujua. Hapo ndipo mimi nilijua kumbe ile miti ilipandwa hapo na ikazunguka kama nyoka, ikipanda ikielekea juu. Kumbe haikuwa ni maua, kumbe ni nyoka tena nyingine ya kiroho imepandwa pale. So wakati mama anaosha vyombo, hapo ndio anamwaga maji. Lakini nimegundua hakuna kitu in our family that has been hidden to me. I know everything from today. Even if I walk there, I can speak for the tree. Niambie wewe miti na kuchu. Najua wewe ni nani. Wewe kaburi najua wewe ni nani. So wakati wakaburi kabla hajazika, baba mwingine anakuja na miti. Baba mdogo. Na nikiwete, badala atafute ufalme wa Mungu, Mungu amsaidie. Mtu nikiweta na shida zake na ukanga anakuja. Watu wamekaa kwa laini, baba, mandugu zake baba wamekaa pale. Yeye anapita nyuma, akaona east west hakuna mtu, akatupa kudawa. Kumbe kudawa anayetupa mtu alio akakuja akasema, "Pastor, ndio msimu wa Mungu ni pastor, lakini vile ndio sema wewe unakaa kama pastor." Niuliza mwenzangu unakaa kama nani? Sio nataka kwa kijunguru, sio anasema. Akai kama kijunguru sana kama pastor. Bwana asifiwe. Pastor, kuna kitu nitupo hapa. Mimi sijawahi kuombea kaburi, lakini siku hiyo nikaambia wenye walikuwa kuje. Baada ya basi shirika chapa maombi pale. Within 1 year huyo mzee alikufa kwa siku na matanga yake, na wakati mimi napigwa na gari kwa barabara huko. Mimi nagongo na gari na yeye kumbe anakufa. Kumbe alikuwa na spirit iko kwa vipi? Kwa vipi? Gongo na gari iko. Karibu tumbo ipasuke. Lakini nikapigwa nikiita Jesus. Naokoka na yeye akakufa. Sioni hasara, si wakufa kama. Haleluya. Haleluya. So kama unataka Yesu, wewe unajua Yesu ni mzuri na anaelezewa mpaka kusema na bani wangu yeye anakaa yeye anasema anaongea mambo mpaka tunasikia. Tukaamua kwa shumu, sasa yeye alipata yake. So in our family, those people who don't want my Jesus wanaendelea kumaina sisi. Sasa hapa wakibaki simi natosha. Bwana asifiwe. Simi natosha kukombe kuja kwenye familia. Simi na bibi. Watoto si wako. Watoto. Bwana asifiwe. Sio mtoto. Niko na watoto. So wakienda hakuna sala, nitaenda kutafuta tena ulinzi mpya. So they know that there is pastor in the family. Saul anapigana vita. Akapigana vita. Akaangalia mfalme, akamwambia mfalme, fanya hivi. Wewe enda kamba. Enda. Akaangalia ng'ombe zilizonona, farasi zilizonona. Badala ya kuangamiza akaziwacha. Vitu vilivyokonda, watu wale wengine akaangamiza. Mungu hakupendezwa na hilo vile nabii Elisha alikasirika, vile alivyotupa mishale 3 badala ya 5 ama 6. Hivyo ndivyo Mungu aliona uchungu. No. My prophecy is becoming alive. Kwa sababu nimetabiria Musa ya kwamba Wameleki wataangamizwa kwenye uso wa dunia, na mtu wa kuangamiza ni huyu. Sasa angalia, amespea Agagi. Sema Agagi. Amespea Agagi. Na hapo ndipo sasa vile alivyospea ikaonekana bado mimba imesimama kwa Waisraeli. Ndiposa katika kitabu cha Esta 3 maandiko inasema Naamani akatokezea. Naamani akakuwa ni mtesi, na pamoja na adui wa Israeli akaanza kutesa Waisraeli na kutangaza kila kabila ya kwamba ya Yuda waangamizwe. Sasa instead of the ufalme ya Agagi angamizwe, sasa mbegu kutoka kwa mfalme wa Agagi ambaye ni Naamani ameinuka, anasema Waisraeli wote waangamizwe. Waisraeli wote waangamizwe kama sio kufunga na kuomba. Sema kufunga na kuomba. Sema kufunga na kuomba. Because you are to pray and fast, so that the generational curses ya miguu mirefu iweze kuangamizwa.
Nashukuru Mungu kwa sababu ya Mordekai, nashukuru Mungu kwa sababu ya Esta, maana walipanga maombi ya siku 3 kufunga na kuomba the generational curses kutoka kwa Musa hata kutoka kwa Abrahamu. Maana in the book of Genesis chapter 14 Wamelekani walikuwa pale wametajwa vita mpaka Musa anainua mikono juu ili vita ipigwe. Wanameleki wanazidi kutamba, hata Sauli tena anaambiwa pigana vita, angamiza hawa magasia wote, anabakisha tena urithi. Na hapa problem na miba ingali kwa wana wa Israeli. You are the Israelites of today. Miba gani na kudunga? Shida gani uko nayo ambaye baba yako alikuwa nayo? Ni problem gani umerithi toka kwa ukoo wa kwenu? Baba yako alikuwa tajiri, je, alikuwa maskini? Na akiwa maskini bado unarithi hiyo? You have to raise a standard. Be like Esther or Mordecai. Pray even 3 days. Praying and fast. Breaking the altars of your inheritance. Long curses kutoka mababu ambaye imekufuata. Umeokoka, praise Jesus. I'm saying God is good all the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. I'm saved and I love Jesus Christ as my Savior. And my names are Collins Kibet. Nenda kukaa. The generational curses inakuja. Ninapokaa inakuja inakaa na mimi yangu. Nikikuja kuhubiri, praise God, today you will see fire. Generational curses inakuwa interpreter hapa. Rani Roma ninasema ya kwamba mtafunguliwa. Amaja mwagule agetiaje. Wanajua lugha yenu vizuri. Yeye ana imitate me. We have to imitate Jesus, not to vitu vingine ambaye ni ukoo. Maroho ambaye ni atuliitwa Jemoso. Nani aliniita hiyo jina? Tapikia simu. Wapi simu? Bwana asifiwe. Amen. Atawaniita Jemoso. What is Jemoso means? Tapiga simu leo. Tapiga simu. Hello, sir. Jamune. Jamune. Oi. Oh, Kibet misi hata Yesu kitiu. Ateme hii kimo nikikikure Jemoso. Oh, Jemoso Kibet. Wanakuanga na story. Hao watu wa zamani pigia simu ulize. Hata kupea story na sababu alikuwa ni fulani. Watakwambia kama kuna jina ambayo umeitwa kimakosa, piga simu tu. Kuna watu wanajua na watakwambia alikuwa ni nani, tabia yake ilikuwa gani. So utapata kuelewa kumbe niliitwa jina Jemoso. Ile jina mbaya ni mtu ambaye alikuwa akipita, kazi yake ni kupita kando kando, kazi yake ni usiseme sikini. Maana wanajua. Hallelujah. We have to break the generational curses. Kwa hivyo sasa wana wa Israeli walipitia hali ngumu ya maisha kwa sababu ya Wameleki. Maana ukiangalia Agag ambaye hapo Naaman ambaye anatoka urithi ya Agag, unaposoma in the book of that Ezra 3 utapata kupata revelation about what happened. Naaman want to destroy all the inheritance and all the lineage of Israel. But there is God in heaven who was with Esther, the Lord who was with Mordecai. People who serve the Lord, people who knew their God, those who knew their God, they will do exploit things. Hallelujah. If you know the God that you are serving, you will do the exploit. Because there is God, and this God now supposed to be dwelling in you, never to leave. Allow Jesus to dwell in you, never to leave. When you walk like the sons of light, do not be dismayed with the things of this world, because there is things that are following your life, but by the power and authority that you have been given by the Lord Jesus, you're gonna break every altar, you're gonna break every generational curses. You are free in Jesus' name. You are no longer the son of God or servant. You are free in Jesus' name. Hautakuwa mtumwa. Kwa nini walikuwa utumwani? Kwa nini Washami walikuwa mimba kwao? Kwa nini Wameleki? Ni kwa sababu ya dhambi. God ate seed.
But the same God loved the sinners. He loved the sinners, but he hated sin. Praise the living God. I know it might be here. We are all the sinners. But God loved the sinners. Because he has given you the chance to repent. He is free. The door is open for you. You are free to come to Jesus. Because this Jesus is calling and always is praying to you. Do not go. Usijichanganye. Do not go astray. Do not follow other gods. Do not intermarry. Do not do what the Bible says do not do. Praise the living God. Do what is right always. Pray without ceasing. Fast and pray. All the generational curses over your life will be demolished, will be consumed, will be uprooted in the name of Jesus. So you are the sons of Jesus. Be free. Serve Him free. Come in this altar. Praise the Lord. Usikuwe na moyo mzito. Usikuje kanisani kama umebeba kubebana. Ilani unataka kuiba mahali hapa. Kuwa tu free. Na kama kuna tatizo okay. Kunyenyekea sio kunyamaza. Kunyenyekea ni kujaribu kutulia na kutafuta uwepo mapenzi ya Mungu. Lakini kunyamaza haimaanisha kumpole, haimaanisha amenyenyekea. Wakati umekaa na ukanyamaza hivyo, unasema na ananyamaza. Wewe unanyamaza. Nakumba ananyamaza na shida yake. Somebody who is humble is somebody amenyenyekea. Na ukimfuata he or she is a great person. Kuna mtu ukimwangalia hapa unaona tu unamdharau, unaweza kumwambia toka. Na kumbe ukimfuata ni mtu mkubwa, anaweza kukusaidia mara mia. Humble yourself before the Lord, for He will exalt you. He will lift you up. Usinyamaze, usikuje ukiwa mshirika amenyamaza tu umetulia. Tupige makofi umenyamaza. That is not humbleness. You are welcoming shida kwa maisha yako. The problem always anabadilisha wengine kwa badilisha. Amehubiriwa kuzidilisha kupitia dirisha. Wana mapepo na those generational curses wanajua umehubiriwa nini. So wakati uchukue neno na kwenda naye, wanachukua na kuact opposite. So unaangalia baada ya kuombewa, baada ya kuhubiriwa, ile vitu ambayo imehubiriwa imekuja opposite. So your life is becoming tough. Unapitia hukumu kila wakati unang'ang'ana. That is not your life. Sema mimi. Mimi. Wewe nani? Wewe nani? David. Sema mimi. Mimi. Collins. David. Sema mimi. Mimi. Collins. David. Kibet. Kuanzia leo. Kila lahana. Ya miguu mirefu. Kutoka kwa babu. Na babu. Mpaka baba. Na wajomba. Kwa maisha yangu. Siku ya leo. Hizo roho. Hizo madhabahu. Kuanzia leo. Mimi. Collins. Kibet. Ninazichoma. Nazichoma. Anza kuamuka uchome. Anza kuamuka. Amuka hapo, choma hizo roho. Choma hizo generational curses. Choma hizo roho. Anza kuchoma. Choma hizo roho. Tangaza majina yako. Kuja hizo roho. Hizo generational curses. Over my life. Kwa Kibet. Today. Ninapitia hukumu. Kwa sababu walipanda roho ya mauti kwa boma. Wakasema kuanzia leo sitawahi kufanikiwa. Every generational curse that is tormenting my life, that is tormenting my life. Walisema sitasoma, siku ya leo hata sitasoma, watoto wangu hawatasoma. Ninakanyaga hiyo roho, ninakanyaga madhabahu, hiyo madhabahu alaani ya miguu mirefu haishika mateka kama jinsi Esther na walifunga pamoja na Mordekai na wana wa Yuda wakafunga na kuomba mpaka Naaman alitundikwa msalabani. Ninatangaza leo kila adui wa maisha yako, kila adui wa maisha yako, kila adui wa maisha yako, kila adui wa maisha yako ambaye amekuwa akiniteka kiuchawi na ukanga, ninakanyaga
mikono imeinuliwa kuelekea mbinguni, maana huko ndio msaada inatoka. Msaada haitoki kwa mtu yeyote hapa, msaada inatoka kwa Mungu. Oh, hiyo maroho imekuwa ikikukula, unagonjeka. Shika mahali unasikia ukiwa mgonjwa. Kama ulikuwa mgonjwa, ninatangaza hivi sasa, kila magonjwa ya shetani, kila magonjwa ya shetani, magonjwa ya blood pressure, siku ya leo, kila magonjwa ya kansa, kila magonjwa ambayo ni diabetes, ambayo imekuwa ikitutesa, leo hii yanaama sasa. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Kila roho ya kuumwa na kichwa, umekuwa ukikaa unaumwa na kichwa, unakaa unaumwa na kichwa, hiyo mapepo inatoka siku leo. Hiyo uchawi ya kuumwa na kichwa inatoweka sasa. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Haleluya. Oh, kila roho ya kuumwa na tumbo, wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini una shida ya kuumwa na tumbo. Wengine wa wadada wetu wakitaka kwenda kwa siku zao wanatokwa na damu na wanaumwa na tumbo. Hayo ni mapepo, hayo ni mashetani, yanachomeka. Sema fire, sema fire, sema fire. Yes, we call the name of the Lord. We are who created heaven and earth. Every generational curses, every spirit of poverty, tunaikanyaga sasa. Kanyaga hiyo roho, kwa mwanajeshi Mungu, kanyaga hiyo roho. Piga mshale mara ya kwanza, piga mshale. In the name of Jesus. Maandiko inasema ya kwamba akamwambia Joashi ya kwamba twende nje, maana amemfundisha kupiga mshale. Mumejua kuomba na kufunga, maisha yako iko pale. Siwezi jua umekuwa ukiota nini, siwezi jua ni mapepo gani imekuwa ikisumbua wewe usiku. Leo hii, sema leo hii, sema leo hii, ninapoenda kupiga mshale kwenye ardhi hii mara ya sita, na nitaipiga nikisema fire, kila roho ambaye imekuwa ikinitesa, roho ya madeni, roho ya umasikini, roho ya laana, ya kutozaa, ya kutolewa, ya kutopata kazi, ya kung'ang'ana kwa maisha, ninapoenda kupiga mshale nikisema fire mara sita, na ataongezea 7 ili uwe ukamilifu. Wameleki kwa maisha yangu, mapepo kwa maisha yangu, uchawi ya maisha yangu, nitawaangamiza. Nikisema 1, useme fire. Are you ready, church? Yes. Are you ready, somebody? Yes. Praise the living God. If you are ready, pigia Yesu makofi ya juu. Kama uko tayari, shangilia Yesu. Kama uko tayari, shangilia Yesu. Tunaenda kumaliza kile kilikuwa kuvuta nyuma. Ulikuwa ukienda unavutwa nyuma, unaenda kuyamaliza. Are you ready, somebody? Yes. Are you ready, somebody? Yes. Say Jesus. Help me. When I'm going to proclaim Fire. 7 times. 7 times. All my generational curses. All witchcraft and wizard all wisdom and are going to be consumed. Are going to be consumed. Are you ready, somebody? Oh yes. I'm trying to get wait for you. Are you ready? Hiyo magonjwa, wacha tu ikae hivyo. Utaitafuta utapata. Hiyo matatizo umekuwa ukiona, utaitafuta utaona. Nataka tu tuunganishe hiyo imani. Are you ready? Are you ready? Mikono juu kwa Yesu. Are you ready? Kama wewe unarudisha nyuma. Are you ready? 1. Fire. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti.
kumwaga moyo wangu mbele za Mungu kwa sababu ya hii ilinitesa na ilinikula. Wakati maombi yanaendelea, unaweza tu kusoma mbele yako, maana kuna watumishi wa Mungu katika haya madhabahu. Maisha yako haitakuwa vile tena, chochote ilikuwa inakutesa haitakutesa tena. Maisha yako yanainua kama ikibiriwaiba. There is a revival in the house. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, worship the Lord in the name of Jesus. As we are going to worship the Lord, there is a time, there is a chance for you. If you are ready to reach on these altars, so that labda kuna tactics ambayo nasema hii lazima nikuja hapa mbele, na hii nataka watumishi wa Mungu waniombe. Najua Mungu ametenda makubwa, miujiza inatembea katika jengo la ajabu. Na labda uko hapo unasema labda pastor, nataka mniombe na mimi. Nimekuwa niking'ang'ana kwa maisha, vitu vimekuwa vibaya kwa maisha yangu, na leo Bwana nataka Mungu anionekanie. Unaweza kufika mbele hapa as we are worshiping the Lord. Oh, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, niko mbele
Jesus. Kanisa, tunaweza inua mikono zetu mbele za Mungu. We love you Jesus. We love you Jesus. We are serving a God of war. The battle belongs to the Lord Jesus. Anatupigania usiku na mchana. Yeye ni Mungu wa nyakati zote. Nataka mtu aweke imani mbele za Mungu. Tutaona mkono wa Mungu katika maisha yetu ikiwa tutamaanisha na kumulenga Mungu. Ninatangaza kwamba leo hii kuna kuachiliwa ndani ya ukombozi wa kiungu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for deliverance God. Thank you for the healing God. Magonjwa ambayo imekuadhiri kwa miaka mingi, yaachilie Yesu, akaachilie uponyaji sasa katika jina la Yesu. Jesus name. Yale ambayo yanaandama jamii yenu, mama yako ni mgonjwa, unaweza amini wakati huu kwamba Mungu anatuma uponyaji katika jina la Yesu. You are speaking to your mind. Ndoa yako ambayo inahangaika, kuna nguvu katika jina la Yesu. Yule aliye mwanzilishi wa ndoa, wacha kaifanye upya tena katika jina la Yesu. We declare, Jehovah God, that you are intervening in our situation. How great a God you are. How mighty God you are. How powerful God you are. Yes, you are releasing the miracle. Yes, he's receiving the miracle, God. Yes, she's embracing again, oh God, because you are mighty God. Blessed is your holy name. Thank you for doing it, oh God. Thank you for blessing us, oh God. Thank you for lifting this sister. Thank you for blessing this brother. Thank you for lifting this sister, God. Asante Bwana, umetutendea. Hata kanisa la Kamulu, Baba, tunalifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Tukikataa kila silaha, kila nguvu zote za watu ambazo zinatupwa katika kanisa hili, katika jina la Yesu, tunakemea kila dhoruba, tunakemea kila mishale katika jina la Yesu. The blood of Jesus. Tunaombea hata wale wamefungwa katika nyumba zao. Baba, unawakomboa. Makusudi yako kuishia wewe Bwana. Tunatangaza minyororo zote ambazo zimewafunga katika nyumba zao, katika jina la Yesu. Tukapate kukatika. You are destroying them, oh God. And now you are raising a church, a powerful church, a church that leans on you, a church that receives the power. Father, we love you because you have done it. In Jesus' name we pray. We can give the Lord a good hand. I feel in my spirit, Roho Mungu anasema kanisa, we must live a holy life. Kama tunataka kuona muujiza wa Mungu katika maisha yetu, tukumbatie utakatifu. There are things that we are tying in our lives which are holding us back. There are setbacks in our lives. If you want to see the mighty hand of God, separate ourselves. Because our God is holy, we need the divine separation. Hatuwezi ingia ndani ya kanisa na tumefunga vitu viunoni ambavyo ni vya kinga. You will not experience the revival of God. The church needs to experience the power of the Holy Ghost. It is not about the pastor of the church. It's about the divine power from heaven. Lazima tutoe. We must shake everything that is not ungodly in our lives. And we must build a culture of prayers. And we shall see the multiplication and increase and the miracles in our families. Nataka kukataa kila ushauri na vitu vyote ambavyo vinaleta vikipendeza kule nje. Kataa katika jina la Yesu. Jesus said, was speaking to his disciples, na akawaambia kwamba hizi ishara mnazoona nikifanya, if you believe, these signs shall follow you. Tembea katika utakatifu wa Mungu. Don't allow yourself to mix. Usikubali kujiweka katika makundi mengine. Kaa mtoto wa Mungu. Kataa
kila ushauri wa dunia hii. Kataa mbinu zote zitakazokutoa katika njia za Mungu. Sitaki kutembea mchana, usiku niko katika giza. Nataka Mungu. I want to see the increase of God in this church. Let us lift our hands in the presence of God. Asante Bwana wa majeshi. Tumeomba mbele zako. Tumekiri nguvu zako. Asante maana wewe ni mwingi wa rehema. Msaada wako haupungui, maana mkono wako ni mkuu. Asante kwa msamaha wako Bwana. Asante kwa wokovu katika maishani mwetu. Hata tunapojitenga na dunia hii, Bwana tamalaki katika maishani mwetu. Ukatuongoze maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa yale unayozidi kutenda katika maisha ya watu wako Bwana. Asante kwa jamii zetu Baba, kwa makuu ambayo unazidi kuwatendea. Asante kwa viwango ambavyo unaenda kuinua ndani ya maisha yao Bwana, ndani ya watoto wao Mfalme. Utukuzwe na hata uinuliwe. Na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. God bless you. Wewe Jehova, utukufu na heshima na kuinua Yesu. Hallelujah, hallelujah Jesus. You are worthy Lord. You are worthy Jesus. You are worthy Messiah. Hakuna mwingine kama wewe Mfalme. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus.